Naam, salam. Boss kutokea Oman, asante kwa kuamini video zangu, lakini pia nashukuru sana kwa kuniona moja kati ya watu wanaoweza kukusaidia kidogo nje ya Watanzania wote wanaofanya kazi hizi. Cha kwanza kabisa nitakachopenda kukielezea kabla ya kuizungumzia kwa undani zaidi Matimeter, napenda kwanza ufahamu. Matimeter haiwezi kufanya kazi bila kuwa wewe unafahamu components ambazo zipo kwenye saketi za kompyuta ama kifaa chochote kinachotumia umeme. Picha ulizonitumia ni hizi hapa, niliziprinti. Ukiangalia components ndio hivi vidude ambavyo vinaonekana kwenye hii picha. Matimeter moja kati ya ulizonitumia ni hapa, ambao kwa sasa ndio unaenda kuitumia. Awali umesema ulikuwa ukitumia hii, lakini zote ni the same, zote zinafanya kazi sawa. Inategemeana na namna unavyoweza kuitumia ama unavyojua kuitumia. Kama nilivyotanguliza kusema, fahamu kwanza components zilizoko kwenye kifaa chako, kwamba hii ni component gani, na kisha ujue namna ya kuipima. Component zote zinazoonekana kwenye kompyuta, printer, photocopy machine, simu au kifaa chochote kile kinachotumia umeme, basi utakutana na resistor, utakutana na capacitor, transistor, MOSFET, diode, crystal, transformer, fuse, coil, IC ama chip, fuse, battery, jumper ama connector. Hivi ni vitu utakavyokutana navyo kwenye kifaa chochote kinachotumia umeme, hata kama sio vyote, ila moja kati ya vifaa vitakavyokuwepo lazima viwe hivi. Na hizo components kwa baadhi ya circuit zinaonyeshwa kuelekezwa kwa alama hizi. Haiwezi kuandikwa kwa neno kama lilivyo resistor, ila ikielekezwa kwa alama ya R ama RN ama PR ama RP ama MR. Zote hizi ni alama zinazoelekeza kwamba kifaa hicho unachokifuatilia wewe kipo kwenye saketi hiyo ama kiko maeneo gani. Kwa hivyo unatakiwa kufahamu resistor kama resistor kwanza inapimwaje. Kwa kawaida resistor inapimwa kwa alama ya continuity bit ama kengele. Ama kwa Matimeter aina ya manyo unaweza kuipima kwa kutumia ohms. Japokuwa asilimia kubwa sana hivi vya alama hapa, japokuwa asilimia kubwa sana tumekuwa tukitumia continuity bit, alama kama hii ya kengele. Kwa hivyo unaweza kufahamu resistor kama ni nzima ama sio nzima. Resistor ndani yake ina mfumo kama wa coil. Kwa hivyo itapiga alarm na kuonesha namba kiasi fulani, ambazo hizo namba zinaashiria resistor uzima wake ni wa kiwango gani. Inawezekana sioneshe namba yoyote kulingana na resistor yenyewe, inawezekana inapitisha mfumo wa fuse. Maana resistor inaweza kukaa kama fuse, coil. Ukiangalia fuse, coil na resistor vina uwiano kiasi fulani katika continuity bit, katika alama ya kengele kwenye Matimeter. Kingine ni capacitor. Capacitor kama capacitor, baada ya kukava ukafahamu capacitor ni hii hapa. Kumbe capacitor nayo inapimwa katika alama gani? Capacitor inaweza kupimwa katika alama hii hapa. Hii hapa katika kuangalia kiwango chake cha microfarad ama ohms, uwezo wake wa kushika nguvu ya umeme. Hizi ni alama zinazoweza kuipima capacitor. Alama hii hapa ya kwanza, hii unaoiona hapa. Hii. Lakini pia kwenye capacitor hiyo unaweza kuipima kwenye alama zipi hapa, naona zingine sizioni. Anyway, lakini sometime unatumia continuity bit. Sometime unapaswa kutumia continuity bit kwa alama ya kengele. Kwa nini alama ya kengele? Kwa sababu capacitor kwa kawaida haitakiwi kubipu miguu yote miwili. Capacitor ina chanya na hasi. Kwa hivyo kitu chenye chanya na hasi kwa kawaida hakiwezi kubipu continuity bit, alama ya kengele. Kwa hivyo inaweza kabipu in 1 second, yani kengele ya mara moja ikastop, kuashiria kwamba wakati unaipima umeme uliingia. Utakapogeuza chanya kuja hasi, hasi kuja chanya, itapiga alama tena kidogo, kengele kidogo alafu itastop. Maana yake hiyo capacitor nzima. Lakini inapo bipu continuously, maana yake inapo bipu moja kwa moja bila kusimama, maana yake hiyo capacitor tayari ni mbovu. Kitu kingine ni kwamba kuna transistor. Transistor nayo pia unaweza kuipima kwa alama ya kengele, ama MOSFET ukaipima kwa alama ya kengele. Nazo pia zimeelekezwa kwa alama hizi hapa, japo zinafanana lakini zinatofautiana size. Hivyo unaweza kupima kwa alama ya kengele, lakini sometime unaweza kuipima
kwa alama ya diode, alama ya kupimia diode, kwa sababu transistor ama MOSFET ndani yake zimeundwa katika mfumo wa diode nyingi zilizowekwa pamoja. Kwa hiyo kuna kati ya transistor ama MOSFET kuna moja inaingiza, kuna nyingine kwa kawaida inatoa, na zina act as switch, zina act kama switch. Zinapoingiziwa kiwango kidogo cha umeme zina open, zinapoingiziwa kiwango cha chini cha umeme zina open kwa asilimia fulani zilizopangiwa kwenye hiyo nini, MOSFET ama transistor. Kwa hiyo sometime kwamba kuna moja inaingiza umeme na kutoa umeme. Inayoingiza umeme maana yake inatakiwa iingizwe kiwango kidogo cha umeme iweze kuopen then ipitishe umeme. Kuna ambayo inatakiwa iingizwe kiwango cha umeme kidogo inafunga. Kuna inaofunga, hiyo inafunga maana yake pale unapozima na kuwasha ndio hizi kazi za nini za MOSFET zinafanya kazi. Kwa hivyo unaweza ukatumia alama ya kengele ama ukatumia alama ya nini ya kupimia diode. Kwa nini alama ya kupimia diode? Alama ya kupimia diode kwa sababu ndani yake ina mfumo wa diode, hivyo ukipima kwa alama ya diode utapata namba fulani zinazoashiria hiki kitu ni kizima. Hizo namba hazitaki kufanana kati ya kushoto na kulia, maana zitakapofanana hicho kitu kina shida. Ndio maana ya kutumia alama ya kengele na alama ya diode. Zikifanana continuity beep itapiga kengele. Zisipofanana maana yake alama ya diode itaonesha kwamba namba zimetofautiana au kuna open line, kwa hivyo itakuwa iko clear. Hiyo ndio MOSFET ama transistor. Kuna kitu kingine ambayo ni diode. Diode itapima kwa alama ya diode yenyewe, ambayo alama ya diode mara zote tumeizoea na tunaifahamu. Ni alama hii hapa ya kupimia diode. Hii ndio alama ya diode. Kwenye multimeter hii hapa inaonyesha alama ya diode ni hii hapa. Hata kwenye multimeter yako ambayo umenitumia picha, kwa multimeter hii inaonekana alama ya diode ni hii hapa na alama ya kengele hii hapa. Kwa multimeter nyingine ambayo ndio hii inaonekana alama ya kengele hii hapa, lakini pia alama ya diode hii hapa. Hii unaweza kuitumia kupimia nini? Diode. Unafahamu kama ni nzima vipi? Kwa kutumia alama ya kengele diode itapiga kengele, itapiga alarm bila kustop. Kwa kutumia alama ya kupimia diode maana yake diode itaonyesha namba sawa. Inaweza kaonyesha 0 kila upande. Ukigeuza chanya kuja hasi, hasi kuja chanya itapiga alarm. Ukigeuza hasi kuja chanya, chanya kuja hasi bado itapiga alarm au itaonyesha namba sahihi. Namba zinazofanana. Kwa kawaida hazitaki kufanana. Njia moja inaweza kuwa open line, njia nyingine ikawa imeonyesha kwamba kuna kiwango fulani cha diode uzima wake. Crysto mara nyingi sana huwa hazitumiki sana kwenye vifaa vya umeme. Yaani vifaa vingi sana havitumii hizi crysto. Na hata upimaji wake sometime huwa ni mgumu. Kuna baadhi ya crysto zinakuwa ni rahisi kupima. Kwa mfano wa crysto moja ambayo inaelekezwa kwa alama ya nini? Ya Y. Hii hapa Y8. Hii ni crysto. Inaonekana kuwa na miguu miwili, wa kwanza huku, wa pili huku. Hii unaweza kuipima kwa alama ya continuity beep. Inapobipu hilo ni tatizo. Na crysto kama nilivyosema, crysto inaonyeshwa kwa alama hii hapa ambayo ni X na Y. Kwa hivyo unatakiwa kufahamu hizi zote. Ukishafahamu basi unajua unachokwenda kukipima ni kitu gani. Kisha maki kwamba hiki ni kitu gani, basi hautakuwa na haja tena kuwa na hii kwa sababu tayari zitakuwa ndani ya ubongo wako. Unafahamu picha halisi ya kitu fulani, kwa hiyo utapima kupitia hiyo namna nilivyokuelekeza. Kwa alama ya continuity beep, alama ya kengele unaweza kufahamu crysto nzima au sio nzima. Ikibipu ina shida, isipobipu iko clear. Inaweza kukuonesha namba tu lakini haiko sawa. Transformer ugumu wake wa kuipima ni kwa sababu moja. Kwanza inahitaji uingizie umeme. Baada ya kuingizia umeme upate output. Kwa hivyo transformer inatumia umeme wa AC. Mara zote lazima itapata umeme wa AC ndio uweze kuipima. Hiyo ni transformer. Kuna vingine huwa vinaonekana kama transformer lakini ni inductor ama ni coil iliyozungushwa katika mfumo wa transformer, yani muonekano kama wa transformer. Mfano transformer za radio unaweza kaona. Tutoke kwenye hiyo transformer kwa sababu mara nyingi sana kwenye vifaa vya umeme sio rahisi kuipata transformer kama transformer ni hii. Utakutana tu na vitu ambavyo components zilizotengenezwa pale zimeunganishwa kutengeneza transformer yenyewe au inverter. Tunazungumzia transformer. Switch kuipima ni alama ya continuity beep, kengele. Kwamba je, nikibonyeza itapiga kengele huku na huku? Nikiwa nimeshikilia kati ya kulia na kushoto itapiga kengele. Ikipiga kengele hiyo ni nzima. Isipopiga kengele ina shida. Switch kama switch. Kwa hivyo unaweza kuishughulikia. Coil kwa kawaida inapimwa kwa alama ya coil kwa baadhi ya multimeter. Kwa mfano hii multimeter ina alama ya kupimia coil ambayo coil huku inaonyeshwa kwa alama ya nini?
ya L, PL na FB. Kwa hivyo mimi naweza kutumia hii alama ya coil, lakini kuna baadhi ya multimeter kama hii alama ya coil unaweza usione, kwa hivyo utatumia nini? Continuity beep. Kwa hivyo unapaswa kuwa na multimeter yenye vipimo ambavyo unavielewa. Kwa hii multimeter yako ulionionyesha, hii inaonyesha kuwa na alama ya continuity beep, lakini alama ya coil kama coil sioni. Kwa hivyo unaweza kutumia continuity beep. Kwa kawaida coil inapaswa ipige kengele. Hata hii sijaona sehemu ya kupimia coil. Okay. Kwa hivyo coil inapaswa kupiga kengele. Haya. Kitu kingine, kama isipopiga kengele maana yake ina shida, ni mbovu, na tutapaswa kutoa na kuweka nyingine. Kitu kingine ni IC. IC zimeundwa katika mfumo tofauti tofauti. Kuna baadhi ya IC zina miguu mingi, mfano wa IC hii ambao umeweza kunionyesha wewe hapa. Sometimes wanaziita microprocessor, bado ni IC vile vile, tunaifupisha kwa sababu ni katika mfumo ambao umeelezewa ni kitu gani kinachomaanishwa. Sasa IC kama hii yenye miguu mingi unaweza usifanikiwe kuipima, ila ukafahamu kwa kusikilizia joto, ama kama una thermocamera sijui anaita hivyo, ile inamulika kujua joto la kitu, ukafahamu joto lake limekaje. Kama juu sana maana yake ina shida, maana kikichemka zaidi kinakuwa na shida. Sometimes kinaweza kikachemka, lakini kama kimewekewa feni maana yake hicho kitu mchemko wake unapaswa uwepo na kipulizwe na feni, ndio maana hiyo. Kwa hivyo unaweza kaipima kwa kuangalia input, umeme unaoingia ndani ya ile IC ni wa kiwango gani na umeme unaotoka ni wa kiwango gani. Hivyo utaifahamu uzima au ubovu kwa kupima kwa kutumia voltage. Japo sometimes unaweza kaipima kwa kutumia joto ukafahamu ni inachemka ama haichemki. Hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kuipima IC. Kitu kingine ni fuse. Fuse kwa kawaida lazima ibip. Fuse inasaidia kwenye vifaa vya umeme kulinda circuit. Iwapo kama ikitokea kuna short au umeme uliozidi kiwango cha fuse itakata. Hivyo fuse ikikata maana yake haitopiga alarm. Battery utaipima kwa kutumia voltage, kama ni battery kwa kawaida battery zote ni DC, kwa hiyo utapima kwa kutumia alama ya voltage DC. Hivyo kama ni umeme mwingine ambao ni AC utapima kwa kutumia voltage AC. Jumper ama connector hivi ni connector kama connector zingine. Yaani hii connector sehemu ambako unachomekea kitu hapa, hiyo jumper wanayozungumzia wao. Jumper ni sehemu ya muunganiko fulani. Ni sehemu ya muunganiko fulani. Kwa mfano hapa, ukiangalia hapa kuna vitu viko hapa wameandika JP. Hii ni jumper, si ndio? Ambao jumper huku unaona iko JP. Lakini pia kuna connector yenyewe. Connector kama connector hii inaelekezwa katika alama ya PJ. Umeona? Kwa hivyo unaweza ukawa umeelewa kwamba jumper connector ni nini. Basi sasa twende kupima kupitia maelezo haya niliyokupa. Hiki kinapimwa hivi, hiki kinapimwa hivi. Basi tupime baadhi ya vifaa vitakavyoonekana hapa kwenye circuit, tujue tunawezaje kuvipima. Moja kati ya circuit ni hii hapa ya laptop, ambao kama nilivyosema kwamba tukipima coil ambayo coil wameindicate kwa alama ya nini, ya PL, kama nilivyotangulia kukuonesha kule. Kwa hiyo tukipima coil tunatakiwa tuingie kwenye continuity beep kwa maana ya alama ya kengele. Alama ya kengele kwangu hii hapa, natakiwa nibonyeze function kwenye out, bonyeze function hii kwenye multimeter auto, nipate alama ya kengele hapo. Hivyo nielewe kwamba nitakapopima coil inatakiwa kubip na sio kuacha kubip. Nikigusanisha waya, kama unaweza kuisikia, basi inapiga kengele. Nikigusanisha waya, unaweza kuiona inapiga kengele. Kwa hivyo kama inapiga kengele, maana yake tatakiwa nije kwenye ile nini, resistor hapo. Asol kwenye coil tapima coil. Maana yake coil iwapo kama haijapiga kengele, basi hilo ni tatizo. Hiyo coil ina shida. Lakini pia kwangu mimi naweza nikaipima kupitia alama iliyowekwa kama alama ya kupimia coil. Sababu ina indicate kwa alama ya L, basi na mimi naweza kuitumia hiyo L kwa kupima coil. Ikanionyesha kwamba ina kiwango cha mzunguko wake katika 7 ama microfarad 7 ama 5. Kama unaweza kuona hiyo ni coil. Narudi kwenye kengele, nasema coil nyingine. Kuna coil tofauti tofauti kupitia zile nilizokuonesha ile yale maelezo niliyokuonesha. Kuna hii ni coil PL, lakini pia kuna PL nyingine, hii pia ni coil. Ni kadogo sana lakini pia ni nini? Ni coil. Nako pia kanatakiwa kabipu. Isipobipu ni tatizo. Unaweza kuona nisikilizia kule
inapiga alarm. Lakini pia tukija kwenye alama kwenye multimeter yangu hii alama ya kupimia coil, kumbe tutapata majibu kwamba hii coil nayo ina microfarad 9. Tofauti na hii nyingine ambayo imeonekana kwa 7 kushuka mpaka 5. Hiyo ni nini? Ni coil. Lakini pia kuna coil nyingine tofauti hizi hapa. Kiziangalia ni kidogo sana, unaweza hata usituone kwa macho haraka haraka, lakini zimeindicatiwa kwa alama ya L. Hizi ni coil. Nazo naweza nikazipima. Coil hizi hapa. Hii hapa na nyingine hii hapa. Naipima na tukia inionyeshe kwamba kiwango chake cha microfarad zake zinaonekana ziko 1.7. Lakini kija kwenye alama ya kengele napata beep, continuity beep. Maana yake hii coil ni nzima. Kama coil haitoweza kupiga alama kama hivi, kengele kama hivi, hiyo coil inakuwa ina shida. Kingine ambacho tunaweza kukiangalia hapa ni transistor. Transistor kwa kawaida inaonekana, transistor ama MOSFET inaonekana kwa alama hii hapa. Zinatofautiana kubwa. Hii ni MOSFET. Lakini pia transistor zipo zinaonekanaga ni kubwa, sometimes zinakuwa ni ndogo. Unaweza kuzitofautisha kulingana na vipimo ndani huko. Hayo PQ inaashiria transistor ama MOSFET. Kwa hivyo nayo unaweza kuipima kwa alama ya kengele ama diode. Taanza na alama ya diode. Alama ya diode kwenye hii multimeter hapa, hii hapa, ambayo hii inatakiwa initofautishie vipimo. Cha kwanza, ina miguu mingi, ambayo hii miguu mingi iliyoko hapa, kama unaweza kuona, hii miguu mingi iliyoko hapa najaribu kuzoom ili tuweze kuona kwa uzuri zaidi. Haya, hii miguu mingi iliyoko hapa, sawa? Na uwezo wa kuipima, hii imeshikana, maana yake kwanza ujue kwamba hii miguu je imeshikana? Sawa? Kiangalia hapo inaonyesha 0 maana yake nikiwa kwenye continuity beep, nikiwa kwenye kengele itapiga alarm. Maana yake hii miguu yote imefanyaje? Imeshikana. Je, hii miguu ya huku yote imeshikana? Inaonekana imefanyaje? Imeshikana. Sorry, naomba niingie kwenye continuity beep. Kwa kawaida hitakiwi kushikana yote, ndio maana unaona nimestaki kidogo. Okay? Hapa inaonekana imeshikana yote, na huku vipi? Imeshikana yote, huku na huku imeshikana yote. Maana yake hii tayari ni mbovu. Kwa kawaida transistor ama MOSFET haitakiwi kupiga kengele miguu yote, maana yake inakuwa ina shida. Maana hata nikigusisha huku na kule inaonyesha imeshikana katika kiwango gani. Ina take mpaka ohms 2.3. Kwa hiyo hii tayari ina tatizo. Kwa kawaida haitakiwi kupiga hivi. Yaani kwa kawaida inatakiwa isipige hivyo. Inatakiwa ionekane imeshikana miguu mitatu ya huku kwa aina ya MOSFET kama hizo. Miguu mitatu ya upande mmoja na miguu mitatu ya upande mwingine isiweze kushikana. Ngoja nitafute circuit nyingine. Naona hiyo inaweza ikakuchanganya nisipokutafutia circuit ambayo inakuwa inatofautisha. Kwa mfano kuna nyingine hii hapa. Zote ni MOSFET. Ile pale ilikuwa ni SRIM, sawa? Ile MOSFET pale mwanzo ilikuwa ni SRIM, lakini kuna hizi hapa zinaweza kutofautisha. Unaona kuna PQ ambao imekaa hivi, sawa? Component yake imekaa hivi. Lakini pia kuna PQ ambao component yake imekaa hivi. Zote hasa katika hizi unatakiwa tofautisha kwamba hii ni MOSFET lakini hii ni transistor kupitia ukubwa wake. Sometime usidili na ukubwa, dili na vipimo. Vipimo kivipi? Tapima kwa kutumia continuity beep kwanza, alama ya kengele, sawa? Tapima kutumia alama ya kengele ili niweze kuona. Sogeza karibu. Haya, alama ya kengele kwanza. Je, kengele yenyewe inapiga? Yes, inapiga. Nafikiri unaisikia? Nimegusisha hapa, inapiga. Samahani kwa sababu hutaweza kuona, nimezoom sana ili ni kuoneshe kwamba miguu unayoipima ni ipi. Miguu ni hii hapa, sawa? Kuna huu hapa na huu hapa. Kwa kawaida ukiangalia hii hapa haiko ina beep, sawa? Haijapiga kengele. Je, hii miguu ya huku nayo inapiga kengele? Hii ya huku inapiga kengele. It means hii yenyewe iko kwenye njia moja na hii haipo kwenye njia moja. Kama nilivyotangulia kusema kwamba MOSFET kwa kawaida au transistor kwa kawaida inatakiwa ibip upande mmoja miguu yote. Kwa aina ya transistor za hivi, tofauti na hii, inatakiwa ibip miguu yote upande mmoja, upande mwingine si bip. Kwa hivyo, ili niweze kuipima, maana yake hapa si kuna miguu mingapi? Minne, lakini haibip yote. Kumbe kuna mmoja ni ule ambao unaingizwa umeme kiasi fulani ili hii iweze kuopen kupitisha umeme. Umeona? Kwa hiyo katika hii
kuna mguu mmoja ambao unaingizwa kiasi fulani cha umeme una open. Katika hii kuna miguu mitatu, hii inatakiwa ishikane, lakini huu usifanyeje? Huu mmoja usishike, lakini hii ishikane. Kwa huu utakapoingiziwa umeme, afu hizi zitaruhusu kupokea umeme aidha kutokea huku ama kutoka huku kwenda huku. Hilo ni kitu ambacho nikopo nataka ukifahamu kwa undani zaidi. Kwa hivyo nikipima hii miguu mitatu inashikana, huu mmoja haushiki. It means hii iko vizuri. Maana yake gate yake au njia yake ya kufungulia transistor ama MOSFET iko open, iko vizuri. Kwa hivyo tutakapokuja kupima continuity beep ya huku na huku haitopiga kama ile ambavyo awali ilikuwa inapiga. Kwa hivyo nitakapopima miguu yote mitatu hakuna sign yoyote ya kuonekana kuna shida. Haya, hapo ni katika upande wa namna ya kuipima MOSFET. Sasa tujue hiyo MOSFET, je, huku kwenye alama ya diode, sawa? Alama ya diode. Kwenye alama ya diode, hiyo alama ya diode kama unaweza kuona hapa juu hapa. Hii alama ya diode, je, MOSFET hiyo itaonekana katika vipimo gani? Kumbuka awali nimesema miguu mitatu inaweza kushikana, mguu mmoja usishike. Huu ni kama njia ya kufungulia. Umeona kuna vipimo vinaonekana hapo. Je, kutokea hapa hii miguu mitatu iliyoshikana huku na hii minne iliyoshikana huku, je, kuna vipimo gani? Unaweza kuona ni open line. Njia imefunguliwa. It means utakapoingiza umeme kwenye hii ndogo, huu mguu mmoja, hii itaruhusu umeme kupita. Je, nikigeuza kutokea kule kuja huku inakuwaje vipimo vyake? Inaonesha kuna kiwango fulani kinatakiwa kipatikane cha vipimo. Kwa hivyo unatakiwa kuzingatia kwamba unapopima tumia njia zote, alama ya diode lakini pia na alama ya continuity beep inaweza kukusaidia kwenye kupima MOSFET. Sasa kuna aina nyingine sana. Kuna aina nyingine ya MOSFET ambayo inaweza kuonekana imekaa kitofauti kidogo. Taizoom nayo pia. Taizoom ili uweze kuiona kwa ukaribu. Pia nita select alama ya kengele. Alama ya kengele ambayo nikigusanisha hivi napata majibu. Hizi ndio most important, yani ni very important hizi, kwa sababu zina act kama switch sometimes. Kwa hivyo hizi transistor na MOSFET ni very important kwenye circuit. Sasa hii ni aina nyingine ambayo yenyewe huku haijagawanyika kwamba kuna miguu mitatu au vipi, yani ni kiline kimoja tu, sawa? Lakini hiyo kwamba imekuja mpaka huku inaonesha kuna miguu mingine iko hapa, huwezi kuona, okay. Kuna miguu mingine mitatu tena hapa ambayo iliunganishwa pamoja moja kwa moja, the same like this, lakini imetofautiana kidogo kulingana kwamba yenyewe mfumo wake wa kuingizia umeme au kutoa imekaa tofauti. Kwa hivyo hapa hatuna haja ya kusema tutapima continuity beep kwa sababu ni mguu mmoja, lakini hapa hatuna haja ya kupima tena continuity beep kwa sababu ni mguu mmoja, lakini kumbuka kuna mguu mmoja pembeni umetengwa, huu hapa wamekatenga. Je, hapa kuna continuity beep? Hamna, alamu haipigi. It means hii ni gate. Hapa umeme unaingilia, una switch hii iweze ku open kupitisha umeme. Je, hapa na huku kuna kengele? Jibu ni hapana, inaonyesha tu namba. Nitakuonesha nikizoom, nikipandisha kwa juu. Inaonyesha tu namba, haipigi kengele lakini inaonyesha namba. Lakini tuko kwenye nini? Kwenye continuity beep. Lakini tukigusa hapa na huku, jibu ni hapana. Ila inaonyesha tu namba, si ndio? Lakini je, tukigusa hii gate na huku kuna alama, kuna kengele? Hapana, hakuna kengele, lakini pia hakuna namba yote inaonekana. Basi nitazoom kwa juu, then nitakuja nitaipima pia kwa kutumia alama ya diode uweze kuona. Haya, nitapandisha kwa juu kidogo. Hapo then nitasogeza karibu multimeter uweze kuona. Okay? Hivyo nitakapokuja nikagusa kwenye hii hapa, nikaja kugusa na gate. Sawa? Inaonyesha hakuna chochote kwenye alama ya nini? Ya kengele, hakuna chochote. Lakini nikija huku inaonekana kuna namba zinaonekana hapo. Lakini hizi namba zinaweza kukuchanganya. Kwa nini ni nyingi sana? Zinaweza ni nyingi sana kulingana na resistance iliyowekwa katika hii hapa, mfumo uliotengenezwa katika hii hapa. Kwa hivyo usizizingatie sana hizo namba. Utakapotakiwa kuzizingatia ni kwenye alama ya nini? Alama ya diode. Sawa? Kwenye alama ya nini? Ya diode. Hapo ndio utatakiwa kuzizingatia. Kwamba je, mfumo wake wa upitishaji umeme umezingatiwa katika kiwango gani? Ambapo hapo ukiangalia unaona kuna 0.350. Je, nikigeuza chanya ikaja hasi na hasi ikaja chanya inakuwaje? Itaonekana kuna kiwango cha chini kutokea kwenye ile ambayo ilikuwa ni ngapi? Hii ni 0.148. Lakini hii ukigeuza hivi itakwambia ni ngapi?
tatu. Kwa hivyo zimetofautiana. Hii ni nini? Ni nzima. Itakapo beep like this, itakapo beep kama hii ambayo tulikuwa tumeanzia kuipima hii kwamba kona zote zibipu, it means hata kwenye diode ukigusa kwenye alama ya diode itakuonesha kwamba kuna nini? Kuna shida. Unaweza kuona. Itakuonesha 0 hata kama nimegeuza waya. Huku itapiga 0 tukiwa kwenye diode. Unaweza kuona. Sorry, hii inapiga open line. Okay, 00 maana yake nilikuwa nimegusa vibaya. Na nikija huku na huku itasemaje? 00. It means ina continuity na imeunganika muunganiko wake ndani. Kwa hiyo hili ni tatizo. Maana ikiwa kama hivyo, transistor ama MOSFET itakuwa na shida. Capacitor. Tuzungumzie capacitor. Capacitor zinaonekana katika shape tofauti tofauti. Na moja kati ya shape ni hii hapa, inaonekana kwa capacitor. So naona nashindwa kuisoma vizuri. Hii ni nini? Q. No, hii imeelekezwa hapa. Okay. Hizi hawakuziandikia Q, kwa kawaida ni transistor. Sasa nimeshangaa kwamba kwa nini hii inaonekana kama Q. Lakini sorry, hizi zilielekezwa kwa ajili ya hii hapa, ndio maana unaona imezungushiwa box. Hii haijaandikiwa chochote. Natafuta ambayo imeandikwa. Now sasa tuizungumzie capacitor. Capacitor zinaonekana katika shape tofauti tofauti. Ukiangalia hizi ni capacitor, lakini kuna capacitor hizi, kuna hivi capacitor vikubwa, lakini pia kuna capacitor ndogo ndogo sana kama hizi hapa. Hizi unazoziona hapa. Lakini zote unazijuaje kwamba hii ni capacitor ama sio capacitor? Lazima uzingatie kwamba circuit ulionayo kama haikupi maandishi yaliyoandikwa kwamba capacitor na inaindiketiwa kwa alama ya C kwamba hii ni capacitor na alama ya R kwamba hii ni resistor, basi tafuta circuit kwanza ambayo inaonesha alama hizo ili uweze kuzikava kwanza, uziweke akilini kwamba capacitor inakuwa katika mfumo huu. Unaweza kukiona kitu kama hiki hapa ukaona kwamba hii ni resistor, Kona ni diode kwa sababu eti ya rangi nyeusi, lakini ukiangalia wameiandika katika alama gani? PC. Hii ni nini? Capacitor. Umeona? Ukizingatia zile alama ambazo nimekuonesha mwanzo kwenye karatasi hii, kumbe utaelewa kwamba hizo capacitor ni nini na iko wapi. Umeona? Kwa hivyo tunaenda kupima nini? Capacitor. Capacitor kwa kawaida kama nilivyotangulia kusema, unaipima kwa alama ya nini? Kwa alama kama hii hapa. Alama hii hapa ya ohms au microfarad. Si ndio? Sasa unaipimaje? Sio kazi kubwa, ni kugusa tu kati ya chanya na hasi basi, kwa sababu capacitor ina chanya na hasi. Kwa hivyo, kwa mfano capacitor ipi? Tupime kwa capacitor hii hapa, hizi mbili, hizi unazoziona hapa. Tukipima hii capacitor itanionyesha ina ohms kiwango gani? Umeweza kuona? Japo hazijatulia inaonekana kuwa kama ina short. Anyway, ngoja jaribu kupiga continuity beep. Nikipiga alama ya kengele naweza nikapata majibu mazuri. Alama ya kengele inaweza kuashiria kwamba hicho kitu ni kizima ama ni kibovu. Unaona kama hapo haijapiga kengele, ikigeuza pande ya pili inapiga kengele kidogo inaacha. Kama nilivyotangulia kusema, capacitor ina uwezo wa kupiga kengele kidogo then ikaacha kulingana na namna ulivyoipima. Kama unavyosikia inapiga dit, inaacha mara moja tu. Hiyo inakuwa ni capacitor nzima. Kwa hiyo uzuri ni kwamba unapopima capacitor unaweza kutumia alama ya nini? Ya ohms, ama ukapima kwa kutumia alama ya nini? Ya resistance, kiwango cha nini? Cha utunzaji wake moto, microfarad zile. Ambazo microfarad itanionyesha ina microfarad 130 na ngapi? Na 4. Sasa kuna capacitor kubwa kama mfano wa capacitor hii hapa. Ngoja nikupe mfano wa capacitor hii hapa, sawa? Ambayo yenyewe inakuonyesha wazi kwamba microfarad ziko kiwango gani. Kitazama microfarad zake zinaonekana 180 lakini na voti 16. Sasa hapa nimeshaivunja mguu. Okay, miguu yote ipo lakini haionekani vizuri. Sawa, naweza nikapima kwa kutumia microfarad nijue resistance yake ya microfarad zake ni ngapi. Inaonyesha kule, sorry hujaona kwenye capacitor. Okay, hapa nimeigusa chanya na hasi inaonyesha ina 600, ina 0.690 na ngapi? 690. Zinakuwa zinabadilika. Inaonekana hii capacitor tayari kuwa na shida. Unaona? Inaonekana kuwa na shida. Kwa hivyo capacitor ndivyo inavyopimwa. Ukienda kwenye alama ya kengele inaweza kukuonesha pia kwamba hii capacitor ni nzima ama ni mbovu. Asilimia kubwa sana microfarad, unaona hii inaonyesha kuwa na shida, inahesabu namba ambazo zileweki napiga alarm sometime. Hii ni nini? Ni capacitor. Ukiangalia vizuri hapa sijagusisha waya za chanya na hasi, lakini yenyewe iko inahesabu namba.
Kwa hivyo capacitor unaweza kuijua ni nzima ama ni mbovu kwa staili kama hiyo hapo. Samahani pia ndugu yangu, bosi wangu kutoka Oman. Niko napata changamoto kidogo ya kifaa ninachotumia kurekodia kinachemka kupita maelezo. Kwa hivyo sometime video utaona zimekatwa vipande tofauti, lakini nitakufikishia kama vilivyo. Kwa wewe mtazamaji ndani ya Electronics Devices Maintenance, bila shaka utapata video iliyokamilika kwa sababu itapitia kwenye muunganisho, utaiunganisha. Lakini hii video ilikuwa ni mahususi na ni mahususi pia kwa ajili ya bosi wangu kutokea Oman aliyenichagua mimi kumtengenezea video ambayo itamuelekeza matumizi ya multimeter. Watanzania tupende vya kwetu. Ni lugha rahisi kabisa Kiswahili ambayo inakusaidia kufahamu vingi. Hiyo ni capacitor. Twende kwenye diode. Oh, sorry. Kuna capacitor moja sijakuonesha ambayo ile ilionekana kama diode hizi hapa, okay? Hizi sometimes unajua kuna capacitor tofauti, si ndio? Capacitor tofauti. Unachotakiwa kukizingatia ni kujua tu kutumia alama ya kengele na alama ya kupimia capacitor. Kipima hii hapa utaona inakuonesha inaachia. Hii pia ukija huku itakuonesha inapiga alama afu then inaachia capacitor nzima. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo ilivyo. Okay, twende kwenye nini? Kwenye diode. Sasa diode kuna diode tofauti. Kuna diode tofauti ambazo zipo kwenye vifaa vya umeme. Mfano wa baadhi ya diode ambazo hizo nazungumzia ziko tofauti. Naweza nikaangalia ipi hapa, sorry, nichunguze kwa makini. Diode. Zipo sema zinaonekana ndogo ndogo. Kwa mfano hii hapa ina miguu mitatu, hii hapa ina miguu mitatu, kiangalia wameielekeza kwa alama gani? Hii ni diode, hii tuone alama yake imeandikiwa wapi. Hii ni IC, imeandikwa U. Hii ni IC, sio diode. Okay, diode inaipatia wapi chapu? Diode, maybe this is diode. This is diode. Yes, PD, this is diode. Okay? Tunaweza kupima hii hapa diode. Diode ambayo nimesema tunaipima kwa alama ya diode. Kama unaweza kuona nimebadilisha imekuja alama ya diode. Hivyo diode tunaweza tukaipima hii ambayo inaonekana hapa. Gusa hapo ground yangu then nitapima, itaonesha ina 0.149, lakini nikija hasi nikaileta huku na chanya nikaileta huku itanionyesha ina open line. Unaweza kuona iko open line, lakini nikija huku hivi inaonekana ina kiwango fulani kipo cha 1.49. Hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kuipima diode kujua kama ni nzima ama ni mbovu, ama unaweza kutumia alama ya kengele. Nitangulia kusema alama ya kengele unaweza kutumia kila sehemu mradi tu ufahamu hicho kitu kinapimwaje. Alama ya kengele inaashiria kupiga kengele kuna shida. Lakini pia inaweza kukuonesha namba hicho kitu kikawa aidha kina shida ama ni kizima kulingana na namba zinazoonekana. Hapa inapiga namba. Inaonesha namba haipigi kengele. Je, nikigeuza hii hasi niliyoiweka kule na chanya nikaileta huku, je, itaonesha namba? Jibu ni hapana. It means inaruhusu umeme kutokea huku kuja huku, lakini sio kutokea huku kuja huku. Ndivyo jinsi diode inavyofanya kazi. Diode hairuhusu umeme kwenda huku. Yaani diode hairuhusu umeme kwenda pande zote mbili. Diode inaruhusu umeme kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kuna kidiode kingine kikubwa ninacho hapa, naweza nikakitumia kukuonesha pia ufahamu diode inawezaje kupimwa. Sema kimekaa kwa mbali. Nafikiri basi. Okay, diode ziko aina nyingi sana. Diode nimeshaitafuta, nimeipata. Diode hiki hapa kimekaa hivi. Kikubwa nafikiri huwa unaviona. Okay. Sasa hii tunaweza tukaipima kwa alama ya kengele. Inaonekana kuonesha namba. Vipi tukiigeuza hivi? Itaonesha namba? Pima, jibu hapana. Kwa hiyo hii diode inakuwa ni nzima. Alama ya diode yenyewe, kwa alama ya diode yenyewe, je, hii diode inapimkaje? Alama ya diode tukianza na upande huu kuja upande huu, kuonekana kuna 2 point kadhaa. Tukigeuza hivi, jibu hakuna chochote. Hivyo diode ndivyo jinsi inavyoweza kupimwa. Okay, nafikiri twende kwenye kitu kingine ambacho hicho kitu kingine tutatafuta nini? Nafikiri kitu kingine ni fuse, ambayo fuse kwa kawaida inafahamika inapima kwa alama ya continuity beep. Hivyo ukitumia continuity beep unaweza kufahamu ina beep kwa namna gani. Kwa ufupi maelezo ni hayo. Kama nilivyotangulia kueleza video ya kwanza kabisa pale,
inakuonesha, au kipengele cha kwanza kabisa, jinsi ya kuvipima hivi vitu na namna unavyotakiwa kuvifahamu vinaelekezwa kwa namna gani. Ukizingatia maelezo hayo, naamini kabisa utafahamu matumizi mazuri ya multimeter, hasa kwa namna nilivyokuelekeza multimeter mzunguko wake ulivyokaa. Asante kwa kuweza kunichagua. Asante kwa kuwa na mimi, mtazamaji wa Electronics Devices Maintenance.